Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiwa tunaweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans juu ya kesi yao ambayo inaendelea huko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kasi. Kile ambacho kimeweza kujili ama mapya ambayo yanaendelea kwa sasa huko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kasi ni yapi hayo? Utakwenda kujua hapa kila kitu ambacho kinachoendelea. Leo maamuzi yapi ambayo yameweza kutolewa na wajumbe wa kasi juu ya shauri la dabi ya Kariakoo, kitendo cha Simba kuweza kugomea mchezo huo na TFF na bodi ya ligi kuweza kutangaza kuahirisha mchezo huo. Sasa kasi wameweza kutoa maamuzi ambayo pengine kila mmoja angepaswa kuweza kuyajua kitu gani ambacho kasi wamekiamua mara baada ya kuweza kupitia shauri la kesi ya Young Africans, ambapo Young Africans ndio walikwenda kuifungua kule katika mahakama ya kasi, na leo hii majibu ni kama ifuatavyo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili. Bana, ligi kuu ya soka Tanzania bara bado inaendelea kwa klabu ya soka ya Young Africans ikiendelea kucheza michezo yake, lakini msimamo bado ukiendelea kuwa pale pale, pasipo kuweza kulegeza kamba kokote. Hapa nazungumzia kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao uliahirishwa Machi 8, ambapo klabu ya soka ya wananchi Young Africans wao walitangaza kwamba hadharani kwamba mchezo huo hawatocheza. Wengi tukajua labda pengine ni porojo ama maneno tu, lakini klabu ya soka ya Young Africans kadili siku ambavyo zinavyozidi kwenda, msimamo wao unaonekana zaidi shairi kwamba wao msimamo wao ni kutokucheza dabi ya Kariakoo, huku wenyewe wakihitaji kuweza kupewa alama 3 muhimu kabisa katika mchezo huo. Sasa mpaka sasa kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo huo na kitendo ambacho kilichoweza kujili, ambapo TFF na bodi ya ligi wao walisema ya kwamba watapanga tarehe mpya, lakini kutokana na mambo yanavyoendelea, Young Africans wakasema hata wakipanga tarehe mpya, Simba na viongozi wengine ndo watakao kwenda, ila Young Africans wao watodondoka tena kwa Mkapa, labda katika michezo mingine, labda kombe la FA endapo wakikutana ama makombe mengine msimu ujao, lakini kwa msimu huu hawachezi dabi ya Kariakoo. Sasa mheshimiwa waziri mwenye zamana alikwenda kuwakutanisha pale dimba la Benjamin Mkapa, pale pale ambapo Simba alikimbia, ndipo wakakutana kwenye kikao hicho. Lakini yale yaliweza kujadiliwa, Young Africans walitoka kwenye kikao wakiwaambia mashabiki zao msimamo wao bado uko pale pale, kutetea maslahi ya klabu yao na si maslahi ya mpira kwa sasa, huku wakitaka haki itendeke kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo mheshimiwa mwenye zamana mwenyewe Profesa Kabudi alisema ya kwamba kikao hicho hakina lengo la kutoa hukumu ama msimamo wa kile kilichotokea, bali ilikuwa ni kutafuta maridhiano. Wakati kikao hicho kikiendelea, kulikuwepo na tetesi ya kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans wameelekea kasi ambako kwenda kudai hatima ya pointi 3 zao, lakini ilikuwa bado haijaweza kuthibitishwa kokote, ambapo kila mtu alikuwa akiendelea kubakia kama tetesi kwamba Yanga wamekwenda kasi, kwa sababu hata kasi wenyewe hakuthibitisha kupokea barua ya klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Sasa kwa kile kilichoweza kutokea kwenye kikao kile, majibu kwa sababu hayakutolewa ya moja kwa moja kwamba wamefikia wapi, zikapita siku kadhaa, hatimaye shirikisho la
soka kupitia kasi mahakama ya usuluhishi ya kimichezo wenyewe walitangaza kwamba kuthibitisha kupokea nakala ya barua ya klabu ya soka ya Young Africans kutoka Tanzania, wakiweza kupeleka mashtaka yao wakishitaki bodi ya ligi ambao ni TPLB, TFF pamoja na klabu ya Simba kwamba walikiuka kanuni, ambapo Young Africans wakithibitisha kwamba hawana imani na klabu ya soka ya Simba pamoja na bodi ya ligi kwa kile kilichoweza kutokea. Yani kama vile wakahisi kama ni familia, unaona bana. Sasa kasi wenyewe walithibitisha kupokea barua ya Young Africans. Mahakama hiyo ya usuluhishi wa michezo ambayo iko pale nchini Uswizi ilipokea rasmi barua ya Young Africans, ambapo Young Africans iliwasilishwa na klabu ya Yanga dhidi ya shirikisho la soka la mpira wa miguu TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba kufuatia uamuzi uliotolewa na TPLB kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo iliyotakiwa kupigwa Machi 8, 2025. Kwa mujibu wa barua ya kasi, walalamikiwa TPLB na TFF na Simba walipewa siku 10 kuanzia tarehe ambao walipokea taarifa hiyo ili kuandaa kuwasilisha utetezi wao. Kesi hiyo ambayo itasikilizwa kwa haraka zaidi kwa sababu ligi kuu iko mbioni kumalizika, huku pande zote zikitarajiwa kuwasilisha vielelezo na hoja za ndani ya muda uliopangwa. Katika barua hiyo inawajulisha wadau ambao ni washtakiwa kuhusu hatua za kisheria, ambapo kila mmoja atapaswa kuweza kusimamia hilo, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wao inaelezwa kwamba katika kesi hiyo ndio wanagalamikia gharama zote za kuomba kuendeshwa kwa kesi hiyo, ambapo inatarajiwa ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wao wakisema kwamba wako tayari kuweza kupokea majibu kutoka huko kasi, ambapo mjumbe mmoja wa bodi ya kasi anasema ya kwamba kile kilichoweza kutokea katika sakata hilo huenda likakumbana na adhabu kali kwa miongoni mwa vilabu hivyo viwili, kimojawapo sasa ambacho kukiweka bayana. Sasa unajua bana, kwa sababu kesi hii japokuwa wameipeleka Young Africans, lakini Yanga pia anashtakiwa kwenye hili kwa kitendo cha kudai ya kwamba mabounsa wake waliweza kuwazuia klabu ya Simba kufanya mazoezi katika siku tajwa ambayo ilikuwa ni tarehe 7 kuamkia tarehe 8 ambayo ni siku ya mechi, siku moja kabla ya mchezo, kufanya mazoezi katika dimba la Mkapa, viongozi wakidai ya kwamba mabodyguard hao ambao walikuwa ni wa klabu ya Yanga walizuia msafara wa klabu ya Simba usiingie uwanjani. Kitendo hicho kikafanya kama kuashiria kwamba kutokuwa na amani katika dimba hilo. Hivyo basi klabu ya Young Africans wenyewe wakishikilia wakisema ya kwamba wale mabodyguard sio wao, huku taarifa ya TFF na bodi ya ligi ikieleza kwamba klabu ya Simba ilikiuka kanuni ya kutokutoa taarifa kwa meneja wa uwanja, huku klabu ya soka ya Young Africans wao wakisema ya kwamba meneja wa uwanja ndio aliyezuia wao wasiingie uwanjani kwa sababu wote walikuwa nje. Yani klabu ya soka ya Young Africans walikuwa nje pamoja na Simba na wao walikuwa nje. Hata Young Africans wao hawakufanya mazoezi katika uwanja huo. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia taarifa kamili juu ya hili ambalo linaloendelea kwa sasa, huku kasi wakisema ya kwamba hivi karibuni watakwenda kutoa mashitaka yote kuyaweka wazi na kuweza kutolewa kwa hukumu. Kila kitu kitakwenda kujulikana. Weka maoni yako hapo chini katika upande